tuwe wahudumu wa siku ya leo, na hivyo hatukuweza kuzungusha shingo, lakini tukafikiri labda tufanye kile ambacho kimepangiliwa na uongozi wa mpango. Kwa hiyo bila kwenda mbali, naomba tusome katika kitabu cha Mdo au Matendo ya Mitume. Tutasoma hii 27 ule mstari wake wa 2 na tutaishia pale kwa 20 na tunaruka 43 kwa 44. Ili katakuwa kausome kabisa karefu kidogo, naweza nikakatishe tu ili kuchukua yale mengine ya mwisho. Tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka nchi ya pwani za Asia. Tukatweka Aristarko Makedonia wa Tesalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Kutoka huko tukasafiri chini ya Kipro ili kukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Tulipopita bahari ya upande wa kaskazini wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Likia. Na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskanderia tayari kusafiri kwenda Italia, akatupandisha humo. Tukasafiri polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida, na kwa sababu upepo ulikuwa ukituzuia, tukapita chini ya Crete, tukaikabili Salmone. Tukaipita kwa shida, pwani kwa pwani, tukafika mahali paitwapo bandari nzuri. Karibu na hapo pana mji uitwao Lasea. Na wakati mwingine ulipokwisha kupita, na safari ikawa ina hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita. Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bahari ya Krete inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, na wakizani ya kuwa wamepata walioyazimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani.
muda mchache ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani uitwao Eurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukachukuliwa na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sirti, wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mkono wao wenyewe. 20. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Turuke kwa 44. Bali akitaka kumponya Paulo, akawazuia wasifanye kama walivyokusudia. Akawaamuru wale wawezao kuogelea wajitupe kwanza baharini, wafike nchi kavu. 44. Nao waliosalia, hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu vingine vya merikebu, na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kavu salama. Amen. Samahani, tumesoma kirefu hapo, lakini nilifikiri siku ya leo tuongee neno moja linalosema wokovu. Hilo ni neno kubwa la siku, lakini neno ndogo la siku ya leo ni njia za kufikia wokovu wetu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri ile siku ya 4 tulikuwa na neno ambalo tuliandikwa tuchangie na watakatifu, na tukawa na hiyo somo ambalo lilituhimiza ya kwamba ni matunda gani ambayo tutavuka nayo huu mwaka wa 2026 ambayo yatasababisha tulijenge kanisa la Bwana. Na hii leo tumefikiri tuliongee kwa wale ambao wameokoka sasa, wamepatikana sehemu ambayo tayari wamekwisha toka katika hatari na wameingizwa katika eneo ambalo lililo salama. Wokovu ni nini? Nafikiri wokovu ni hali ile ya kunusurika katika hali fulani ya hatari ambayo ilikuwa mbele yako ama inayokutafuna. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikaainishe kwa njia hiyo, lakini kila mmoja ambaye anaweza alikwe ili aweze kuainisha, anaweza kaainishe hili neno kwa njia nyingine ambayo anayeijua yeye. Mimi nafikiri Yesu amekusudia kuwaokoa watu katika njia nyingi. Ndio maana tunapopatikana hapa kanisani, kama mmoja angeitwa hapa aeleze
njia yake iliyomleta katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mambo ambayo si mengi sana, kuna wale ambao walikuwa wagonjwa na wakawa wamekata tamaa, wasijue msaada utatoka wapi, ili apate kuwa na nguvu kama alizokuwa nazo mbele, na aendelee kushughulika kutafuta riziki ya watoto. Lakini kwa sababu ya ugonjwa ukamshinda hata nguvu, akashindwa atajiokoaje katika ugonjwa huo. Lakini kwa sababu Yesu ni mwema, akapata wokovu au kunusurika kwa ule ugonjwa ambao ungesababisha kifo kwake kupitia jina la Yesu Kristo, na huyo kaamua nimfuate Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu, kwa sababu ameniokoa katika ugonjwa ambao sikufikiria naweza kupona nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au wengi makanisani wapo, kuna wale ambao wamefanya uasherati, lakini baada ya kujikuta, kwa sababu nayo unaweza ukasababisha hata magonjwa, si ni kazi, na ukilifanya kwa kazi kubwa, yaani inazoofisha hata afya ya mtu. Baada ya kuona Yesu kamfikia, mwambie hapana, hii haiwezi kukupeleka popote, lakini geuka na unifuate, na utashinda upepo wa usharati ambao unao. Na baada ya kumpokea Yesu, anakuja kanisani na anaweza akashuhudie amepokea uponyaji, amenusurika kwa ile hatari ambayo ingepitia ule ugonjwa wa usharati, na akawe mshuhuda wa huo wokovu wake ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Kuna wale ambao walikunywa pombe sana na wakafikia hata afya zikaanza kuzoofika, na baada ya afya kuanza kuzoofika akajisikia hapana, kwa nini niendelee kunywa pombe na ninaona mwili haustahili tena? Nitaenda kujificha wapi? Nitajikinga na nini ili nishinde upepo wa ulevi? Akaamua akaja ndani ya kanisa. Wengi wamekuja kwa njia hii. Tunaweza tukahesabu mengi ambao kila mmoja hapa kama angesimama na kushuhudia kilichomleta hapa. Baadhi wamekuja kwa ajili ya wimbo, amesikia wimbo wa kwaya na ukamchoma kwa yale ambayo anayofanya, na akaamua akaingia katika wokovu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ni njia mbalimbali ambazo Yesu huwavuta watu wake. Hao sisi tunaelekea wokovu wa Yesu kupitia madhaifu yale ambayo yalikusonga kwa siku za nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa nini Yesu akusudie, yaani kuwachukua watu katika njia mbalimbali ili kuwaleta katika wokovu wake na kuja kuwaweka ndani ya kanisa? Ni kwa sababu waje wawe washuhuda wa zile kazi za Yesu ambazo anaendelea kuzifanya katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hao anatukomboa kwa njia zile ili tuje tukawa mashahidi wa matendo makuu ya Yesu anayoendelea kuyatenda katika dunia. Na walio wengi tunavutwa na ule wokovu wa Yesu, lakini bado tunashindwa kuja kudhihirisha ile njia yako ya wokovu, iwe baraka kwa wale ambao walioletwa pamoja na Yesu ndani ya kanisa, ili waendelee kupata ile ladha ya wokovu wa Yesu kupitia ule wokovu uliokuleta. Kwa sababu unaposimama hapa na kueleza ile makuu ambayo Yesu ameyatenda kwa ajili ya maisha yako ya zamani, inakuwa ni mahubiri tosha kuliko haya ambayo tunakwenda kuyashuhudia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini walio wengi wanakuja kwa ajili ya uimbaji ndio uliowaokoa, lakini akija kukaa kanisani yeye anakuja kuangalia, akisahau lengo la Yesu kumleta hapa ni kuja sasa kudumisha ile huduma ambayo ilimfanya yeye aitwe na Yesu na kupokea wokovu na kuja kustarehe kwa muda katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lengo la kuleta hapa ni kuja udhihirishe kupitia ule wokovu wa njia yako
kuwaambia wengine, kuwafundisha wengine, kuwabariki wengine, kuwaonyesha matendo makuu ya Mungu ambayo anaendelea kuyatenda miongoni mwa watu. Na katika wokovu huo nataka tukaeleze maneno. Neno la kwanza tukasema maisha kabla ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na neno la pili, la tatu, hili ni maisha baada ya wokovu. Na neno la nne itakuwa sehemu mbili, wanatakiwa kuishi watu waliokombolewa na wokovu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale waliokombolewa na Yesu, wana sehemu mbili ambao wanatarajiwa waweze kuonekana mahali pa. Tunaenda na hili la kwanza la maisha kabla ya wokovu. Nafikiri bado tulipokuwa katika dunia, kama tunaweza kueleza mengi tuliyoyatenda kabla hatujaokoka, ni mengi ambayo tuliyatenda kiolela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi tulifanya uchawi wetu, tulidoga au tulikuwa wachawi ambao tuliendesha uchawi wetu kiolela bila kuangalia huyu ni nani na husika naye mpaka nifanye kitendo kama hiki. Tukieleza kiolela ni ile shida tunaisababisha kwa mtu mwingine bila kuangalia faida yake, bila kuangalia hata ninaweza nikawa na faida gani nikifanya uchawi wangu kwa mtu anayefanana huyu. Kwa hiyo kama ni uchawi, kwa nyakati zile za nyuma watu walifanya uchawi kiolela kabla hatujapokea wokovu. Uasherati na uzinzi, watu wamesharatika sana. Kama angesimama huyo na aeleze yale aliyoyafanya nyakati za kabla ya wokovu, watu tunaweza tukashangaa akusema huyo alikuwa pasione kweli. Bwana Yesu atuhurumie. Maisha ya kabla ya wokovu, wengi walitenda chuki ya kiolela. Hata mtu asiyehusika naye, lakini kwa sababu anapigwa chuki, akiona tu tayari, yaani chuki inaenda kiolela. Sikuwa zikienda kiolela kwa maisha ya mtu ya kabla ya wokovu. Ufisadi na mambo kaza wa kaza ambayo unaweza ukayajazi wewe mwenyewe. Lakini Yesu mwenye huruma, baada ya kuliona lile, Yesu ana neno moja ambalo alilifikiria na ndilo likusudia na ndilo lilisababisha yeye atoe uhai wake kwa ajili ya mwanadamu. Yesu alisema zana zile akazichukulia kama siku za ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zilizofanyika kabla ya wokovu, watu walikuwa katika giza kuu. Matendo yalifanyika nafasi ambapo pale pasipo na nini na sheria, kwa sababu eneo pakiwa hakuna sheria, kila mtu anafanya kwa lile analolikusudia kichwani pake, analifanya lile ambalo anaamua anaweza akalifanya, anafanya kwa ajili ya kujisuta ana nguvu gani ya kumiliki watu wote wala nao wao. Bwana Yesu atuhurumie. Na hiyo Yesu alikuwa na nafasi ya kuweza kuamua na kuadhibu watu ambao waliendelea kuyatenda yale, lakini kwa sababu ni mwema alichukulia ule, yani kile kipindi chote akakichukulia kama vile nyakati za ujinga ambazo watu wanafanya bila kujua sheria inasema nini kwa ajili ya yale matendo maovu ambayo yanaendelea kuyatenda. Na akaamua aje sasa awaokoe nani? Amuokoe mwanadamu na uolela wa mambo na matendo maovu ambao waliendelea kuyatenda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome. Soma Petro wa kwanza. Petro wa kwanza ile sura ya 4:1-3. Twende kwa. Na mwingine anaweza akachukue mno ile Matendo ya Mitume ile sura ya 17, sura ya 17 29 kwa 30. Naweza kwa 30 asome pale. Twende kwa haraka. Tumalize hapa. Nasoma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Soma katika jina la Bwana Yesu. Amen. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, Ndio. ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Ndio. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. 4 Ndio. Soma Matendo ya Mitume. Soma Matendo ya Mitume 17:29 mpaka 30. Tunasoma, kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, haitupasi kudhani kuwa uungu ni kama sanamu ya dhahabu au ya fedha au ya jiwe, mfano uliotengenezwa kwa ubunifu na ustadi wa mwanadamu. 30. Zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama ahoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadri ya vile tulivyosema nyakati hizo za nyuma za kabla ya wokovu, kama tungeeleza mengi tuliyoyatenda, kweli hata vitabu tusingekuwa navyo, vingekuja ndogo kuviandika vyote. Kama tuko umati wa watu 226 hapa, na kila mmoja apewe kitabu chake kueleza aliyoyatenda kwa siku za nyuma, siku za kabla ya wokovu, mimi ningejaza, mwingine angejaza, mwingine angejaza, na kuna wale ambao wangeomba hata vitabu vingine, hata 9 hata 6 kwa maovu tuliyoyatenda. Lakini kwa sababu Yesu mwenyewe naye akavaa mwili wa mwanadamu, akasema ya kwamba akaona hapana, si vema hawa watu waendelee hivi, na kwa sababu nimevaa mwili na mwili unaweza ukatamani, Yesu akaamua aingie katika mateso ili aafishe ule mwili wake na kuonyesha alama ya wote ambao watafisha miili yao, wao watapata nini? Watapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuyaangalie yale ambayo tuliyoyaacha kama zana za ujinga. Tuliyoyatenda yote haina faida yoyote, ambayo yanaweza yakatuletea kifo cha milele, ambayo yanaweza yakafanya wanadamu ambao wanaendelea kutuchungulia waone kama vile tunakuja kutembea hata makanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kama utakuwa kwa hatua ya tayari ushaokoka,
lakini bado unaambatana na yale ambayo yalikufanya wewe uondoke pale ili uingie hapa, kutoka katika ile hali ya ujinga, na pia uendelee na yale mambo ya ujinga kwa eneo ambalo ni lilo huko. Hebu fikiria. Bwana Yesu atuhurumie. Hata Yesu alifisha mwili wake ambao alikuwa ameuvaa kimakusudi. Lengo kubwa ilikuwa ya mwanadamu kama angekuja na uungu wake, kwa sababu wote ni watenda dhambi, tusingalimkaribia Yesu. Hata Yesu asingalitukaribia sisi, lakini akakusudia ambaye ule mwili wa udhaifu, mwili wa dhambi, mwili unaotamani, mwili unaohisi njaa, mwili ambao unasongwa na magonjwa, ni kwa sababu akufanane wewe na awe na urahisi wa kukufikia ile kile ambacho atakikusudia kukiongea kwako, uone kama nimeongea na mwanadamu mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa alama hiyo akafisha na yeye mwili wake, kuonyesha ya kwamba kila aliye na mwili ana madhaifu. Kila aliye na mwili anaweza akavamiwa na shetani kwa muda wote, kwa sababu kivutio cha shetani ni hii miili ambao tumeivaa. Ndio kivutio. Kwa wale shetani akiona mwanamke kama amenawili vizuri, angalia kitu kingine, ni mwili tu ndio anaona mwili na shetani anakuja sasa kuchochea. Si unaona kimwili cha ule mama pale? Au unaona kile kimwili cha ule baba pale jinsi amenuka, yani anaanza kuleta tafsiri nyingi katika akili. Na mwili wako unakuwa kivutio cha kumleta shetani kukuzuru katika kutenda dhambi. Bwana Yesu atuhurumie. Tunaenda na maisha ya baada ya wokovu. Kwa siku zile tumetenda kazi nyingi kwa faida ya shetani. Nyakati za ujinga tumetenda kazi nyingi kwa faida ya shetani, lakini kazi ambazo hazituletee faida yoyote sisi wanadamu. Basi tuingie kwa hilo jambo la pili, maisha ya baada ya wokovu. Wakati huu ni wakati sasa wa kujipa moyo ili kuhakikisha unatenda kazi ya Kristo kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kazi ya Kristo sasa kwa uaminifu. Uaminifu ni nini? Sasa tulieleza hapa. Ni ile hali ya kuaminiwa na watu, akielezwa mtu kwa ajili ya mambo fulani, hata wale ambao wanaojua jinsi unavyotembea na maisha yako ya Kikristo, ya kiroho, hata aje kitu gani, sema yani nimemkuta fulani baba ni hatari, wala hafanani watu walio ndani ya kanisa, hafanani na Mkristo nani fulani, amna. Hiyo haiwezekani. Na atabishia hilo jambo kuanza siku ya kwanza hadi siku ya 39. Hata 30 anafikisha. Bwana Yesu asifiwe. Kinachosababisha ni nini? Uaminifu wa matendo wa kazi zako ambazo unazitenda sasa kwa uaminifu, zinazofanana na aliye kuokoa, zinazofanana na aliye kuita. Wakati wa maisha ya baada ya wokovu ni wakati sasa wa kuchukuliana mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumeumbika, kila mtu ana hali yake ya kuumbwa. Tukiwa watu 50, 30, kama ukimwangalia kila mmoja kwa utendaji kazi wake, kwa majibu yake, kwa kuongea kwake, kwa kutembea kwake, yaani kila aina ya tabia ambayo unaweza ukaishuhudia kwa mtu yeyote aliyopo mahali hapa, lazima utaenda kuona madhaifu yaliyomo, utaenda kuyaona yale ambayo anayoyaweza. Na kwa yale madhaifu ndiyo Kristo anatuita hapa
tuje tuyabebe ya wengine, ili tusafiri wote tukiwa pamoja. Ukiangalia madhaifu yangu, mimi sina uwezo wa kubeba vilivyo vizito, lakini wewe Yesu amekuita una nguvu za kubeba vilivyo vizito. Sasa kwa nini umwache huyu nyuma na mzigo ambao unamlemea? Usiende kuchukua nusu na wewe ubebe, ili umwachie ile nusu ya uwezo wake. Ni wakati wa kuchukuliana mzigo, kuchukuliana madhaifu, na ndipo tutasafiri tukiwa. Hebu ukiangalia wana wa Israeli waliposafiri kutoka Misri, walikuwa na vifurushi, walikuwa na mizigo, walikuwa na wanyama. Hebu ongoza kundi la wanyama. Ni afadhali uongoze kundi la watu 200 kuliko kuongoza kundi la wanyama 5, kwa sababu mtu unaweza ukamwambia jambo na akasikia na akaelewe unaongea kitu gani. Lakini mnyama, ndugu yangu, mpaka utumie fimbo. Ukipiga fimbo hivi, wewe unapiga fimbo kwa mawazo yako aelekee kwa hii njia, lakini yeye ukimpiga fimbo anarukia, anaacha njia. Ukimfuatilia huku tena anapita, anaacha njia, anaenda mpaka huku. Ukipiga anafuata njia na pale anaenda kupiga kona. Sasa angalia changanya za kuwaongoza wanyama. Lakini Kristo alibeba hiyo mizigo yote, yale madhaifu yote, akaongozana na wanani? Na wanyama, akaongozana na walemavu waliokuwa katika kundi hilo, akaongozana na wenye nguvu waliokuwepo, akaongozana na wale wavivu waliokuwepo, akaongozana na mizigo yao yote waliobeba, akaongozana na kila kitu ambacho kingeleta changamoto na ingesababisha wasifike kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia kwenye mlima wa Seiri, wale waliosafiri waende katika nchi ya ahadi Kanaani, walienda kuchoka na safari, na safari ilikuwa ishakuwa ya dakika 2. Wanaiona Kanaani ndio ile. Wametembea kwa miaka, kwa siku za kutosha, lakini kufika kwenye mlima wa Seiri pale ilikuwa yapata tu siku 11. Ilikuwa safari ya siku 11 wavuke mto Yordani na waingie, lakini wameipoteza kwa sababu ya mizigo waliyoibeba. Na sio ile wanyama, ni mizigo ambayo inaendelea, yani kumea kwenye roho zetu, ambayo ndiyo inaitwa ndio chemchemi ya uzima, pale ambapo jicho la Yesu lipo. Ndio anaendelea kuangalia pale. Huyu hata pamoja na nguvu anazo kubeba nini, lakini angalia kiroho chake kinafanana hata na, yaani ni kama kimezungukwa na wanyama wa popo, ndio wamezunguka roho ya mtu ambaye anaongozana na Yesu. 35. Imezungukwa na vyura, makobe, ndio wanazunguka. Akitaka kufanya nini? Leo mkobe unamwambia fanya 40 bado sasa. Kiachi kile angeza pale na achukua na anguke. Bwana Yesu atuhurumie. Maisha ya baada ya wokovu inatuomba tufanane nyayo zake, tufuate jinsi anatuelekeza. Sio yale ambayo ni nyakati za ujinga. Tushuhudiwe tena kwa yale ya zamani, tuje tukashuhudiwe tena kwa nyakati za baada ya wokovu. Sio tusome. Soma Wathesalonike. Nani baraka sitaki. Mara hii niliona watu walivimba jana ile ya siku ya 4. Soma haraka. Pende haraka hivi. Soma Wathesalonike wa kwanza 4:3-8. Na mwingine achukue wa Filipi 3:8-12. Wa kwanza ile sura ya 4:3-8. Na mwingine ashike kwa haraka ile wa Filipi 3:8-12.
Wathesalonike wa kwanza 4 kuanzia 3 mpaka 8 inasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa wale ambao wanaishi sasa katika nyakati za baada ya wokovu. Kutakaswa kwenu kuepukane na uasherati. Kwa kutakaswa kwenu lazima waliookolewa wanaoishi maisha ya baada ya wokovu, yaani waepukane na nini? Na uasherati. Msishuhudiwe tena kwa zama za kabla ya wokovu. Twende. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake. Kila mmoja aweze kuuweza mwili wake. Nilisema miili yetu ndiyo yaani kichocheo cha maovu yote. Twende. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu. Katika au uweze mwili wake katika utakatifu na heshima. Twende. Si katika hali ya tamaa mbaya. Sio katika hali ya tamaa mbaya. Kama mataifa wasiomjua Mungu. Kama mataifa wasiomjua Mungu wa zama za zamani za kabla ya wokovu. Twende. Mtu asimvunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili. Mtu asimvunje moyo au kwenda kumjaribu kwa mambo haya ambayo yanakataliwa na zana za baada ya wokovu. Ndio maana unakuta hata ndani ya kanisa, kwa sababu shetani anapendeza, utakuta na wachungaji na walimu wa kanisa na makatibu wa kanisa na akina mama wa kanisa na wale wa Kristo, yani ikifika wakati fulani unakuta wapo kanisani, lakini pale nilo yenge tu Mungu. Ikiitwa kwenda wapi? Yaani unakuta kila mmoja, hata watumishi wa mmoja wanao inaoana na mama wa kanisa hiyo tuoyana akiwa wedding ya fulani. Hata kwa upande wa Wanyakwaya unakuta mule mmoja anasema mimi nitaenda na fulani ndio mtambela. Mimi wengine hata wakisema mbona mbaki kuna viti vitano, ni gari ya viti vitano, mwende nyinyi wawili tu. Huyu ndio nimekusudia nitaenda naye. Acha wewe. Acha wewe. Hapa. Kwa sababu Bwana ndiye alidai kisasi cha haya yote. Subiri hayo wakati ulipita ule wa zama za zamani za ujinga, lakini sasa hivi yeye alishakuwa macho, anakondoa macho hivi, kwa sababu nimevaa nileti. Ningeyatoa hapo mngeona jinsi nimeyachomoa haya macho na yatapita ya Yesu. Anayachomoa hivi mpaka unashangaa. Nyakati zile ameachana nazo ni za kukondoa sasa macho, na akiyakondoa macho yake twende. Kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sana. 7. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika. Bwana hakutuitia uchafu katika wokovu wake. Maisha ya baada ya wokovu sio maisha ambayo tumeitwa na Kristo kuja kuambatana tena na uchafu, lakini na utakatifu na utauwa, tukifanana na yeye aliyetuita. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu bali Mungu. Anayekataa ushauri huu labda ataniona mimi ndo niko naongea hapa, lakini nakuambia leo hione aibe, lakini ule muhema watenda matima kabwale beni Yesu ni muwakilisha yeye na Mungu ni mwile na shimo bwela uwe ni mwibwela na ile. Twende ile andiko ya pili, twende kwa haraka tu kama ile ya pili, wa Filipi 3:8-12, dakika taisha tayari tetu mwanzo ndani kidogo 8 kuanzia 8 inasema, wa Filipi 3 mstari wa 8. Wa Filipi 3 mstari wa 8, twende. Naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote niliyoyafanya katika maisha ya kabla ya wokovu, na yahesabu yote kuwa mavi, twende, kwa ajili ya uzuri usio na kiasi, kwa ajili ya uzuri ya kumjua Yesu Kristo Bwana Mungu wetu.
Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa historia ya Paulo, huyu ambaye alitenda mambo maovu sana, yaani kama ni kuuana, aliuana kiolela. Kama ni chuki, alichukia kiolela, kwa sababu kuna aina za chuki. Kuna chuki ambayo inaweza ikawa ya kawaida, na kuna chuki ambayo ile ya msimamo, na kuna chuki ya kiolela inaweza ikawa ya msimamo, lakini anaendelea kuangalia ni nani oyo somba odewa wamjakebu nde wenda ngama ni shikuma niyo somba ben no yo somba onumbaka ngama lone somba lole sababisha wikwa anga kwa hale oshitochi lo shikuma ale bole onge shikuma ale bole na ndani no ba tete nde Edward enge hali yo ngene, lakini chuki za kiolela hazijali huyu ni Mfuliru, huyu ni Mushi, huyu ni Sudani, huyu ni nani. Yaani yeye ni yule pepo ambaye anaenda anatembea bila jambo yako na watu sana tena ile ndani chuki ya kiolela. Chuki ya kiolela. Yaani na ambao Kristo amekataa. Twende. Ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama ili apate uzima. Bwana Yesu asifiwe. Turuke mengi tumeacha pale. Sasa tunaingia katika sehemu mbili. Wanatakiwa kuishi watu waliokombolewa. Kuna maeneo mawili. Baada ya kujihisi wewe una mzigo mkuu, Yesu akaona akuvute kwa kile ambacho unaendelea kukifanya kisichoweza kuleta faida katika kazi ya Kristo. Anatenga maeneo mawili. Kuna eneo la kwanza ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la kwanza ni kanisani. Ndio maana baada ya watu kuchoka na maisha huko, yani akienda huko na kusomwa na yani osa ni moyo yana ashanje ya interpret ndani ile eja lawama. To ile nao mshikoro hali yani hado ulwana manga kila mara ana to abe wale machi. Yanki hili ya yoro majinde ni mambo kushitu ama machi. Haya haki yogana. Ana dakika chini. Dakika mbili tu maya na magonjwa yanaendelea. Yani mdomo hapa nao umenikataa. Haya ndio hiyo sanyi. Sasa ya ndugu na Mungu yeye sababu na wale. Hapa ndio pataenda na mwili wangu vizuri. Na afya yangu vizuri. Dakika mbili iko na miezi mitatu. Hapa. Nenda kufika pale. Hapo hivyo. Yaani anaanza kubebesha na kwamba nini? Itetele ema ile, yani itetele hadi na wale mweko. Avienda. Yesu akakusudia lazima atenge sehemu ya wale ambao alishughulikia na wende wakasubiri pale. Kama mahali pa kwanza ni kanisani. Ndio maana anapokutoa huko anategemea wewe uje kanisani. Uje upate ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine bado kama akikaliki anacheza kama niliongea mtoto mmoja akasema yaani kama hajawa na kidonda hajatua kama Mungu yuko. Akishakuwa na kidonda ndo analeta sasa kidonda kiite sasa kitafute nani wa kukichunga na kumsaidia kwa hicho kidonda. Hapa ndipo mahali ambapo Kristo anakuita uwe kusubiria. Kanisani ndipo sehemu Yesu anatarajia kuwapokea waliookoka pia na kuwakuta wakati wa kunyakuo wa kanisa. Mahali hapa ndio maana neno la Mungu linakuambia atakapokuja kulichukua kanisa. Ona hajasema atakapokuja kuchukua nyumba ya fulani, lakini amesema atakapokuja kulichukua kanisa. Na ndio maana tunazingirwa hapa. Tunahitajika kukaa ndani ya kanisa kwa sababu hapa kuna sheria ambazo zitakukinga na uolela wa yale yaliyofanyika kabla ya wokovu, nyakati za kabla ya wokovu. Hapa ndio maana hata wale waliokuwa wapasione wa tabia fulani ya dhambi tuliosema akishakuja hapa kama alikuwa anaenda mchana kutwa hivi.
tabana kicho na babu bagome ali mwikela bino tabu mbuyo achi na machi kelele ngama hapo kicho wake achi na waya ola wangu toka kule ndena obwana tu wangu ngama yani kicho bali achi wale wapo pikeli si wale mkotiyo hiyo manane ngama ni machi na bibi hebu na bora wale bana ngima ajabu acha bala ngo Ona mufipao. Wewe mufipao sukulu wa posho. Nike wala msukulu kila mtoaye na hata achosa ngala msukulu kwanza. Ufipa siku ya Jumamosi. Na mwanaume na mwanamke. Yaani mwanamke akitaka kwenda yani shika kumbuka yake ibwa wakimwombe kumwambia kwamba wakati wa siku ya posho hivi imefika, kila mtu anaenda ili tukutane siku ya kwanza. Mwanaume naye hatuna ile tabia ya unataka kuvaa suruali uikungute kwanza hivi kama wanawake. Sisi tunavaa tu, lakini naye anajifanyizia kukunguta suruali hivi kumuonyesha mwanamke kwamba wakati wa siku ya posho umefika na mimi naenda kwanza. Tukutane siku ya kwanza. Bwana Yesu mtuhurumie. Zile zana zile za ujinga sio za hapa tena. Bwana Yesu asifiwe. Soma yule Petro. Tunasema hii ni sehemu ambayo watu waliochukuliwa kule yani wametafunwa na Ibilisi. Anaenda kujizolea huyu anamleta mpaka hapa. Akae chini ya himaya yake. Na wakati atakapokuja ndipo hapo atakuja kuchukua wale. Hata tashi mweze. Baba mweze baba bobo baba ni molekela sasa ashikae ila fulu yichi kamiki. Lakini hapa tu anapigemea wale waliotengwa wanakaa kanisani wakisubiri ba eneo la transit wa watu wakwenda Uganda. Ni nani wapi pale tulipokuwa Nyarugusu? Ile kambi ya Kanemu. Sasa kibobo ya achachori kwa Dar es Salaam. Kwa sababu wale waovu watakaposikia kwamba fulani apigiwa simu anataka kwenda Ulaya. Tumuondoe miongoni mwa wale kwa sababu mule wachawi wamo, wabaya wamo, wauaji wamo, wasuda wamo, wachuki wamo, wengine wamo. Tukimweka pale ile nani yetu litakwenda kuomba atakufa pale na ule mtu. Sisi tunaomba kwa zile pesa ambazo tulizitoa za safari yake. Wanamtenga, wanamweka pale. Na hivi akifanya Yesu anakuchukua kule kwa sababu shetani asiendelee kuzunguka tena ili akuvamie pale palipo na uhuru, anakuleta sehemu ambayo ana upango. Bwana Yesu asifiwe. Soma hivi. Petro wa kwanza ile 5:8-9. 8-9. Ndiyo. Petro wa kwanza mstari wake wa 5, sura ya 5 kuanzia mstari wa 8 mpaka 9. Ndiyo. Muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha ndani ya kanisa. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye kuzunguka kutafuta mtu anaenda kuambe, anaenda kutafuta waliokufa. Anaenda kwa agape, anaenda kuangalia kule kwa agape wale waliolegewa ambao wakeshi. Anatoka kwa agape, anakwenda kule kuombe and the five church, anaenda kuangalia walio walegevu kule ili awapate. Anaenda hata kwa New Jerusalem, anaenda kuangalia wale walio walegevu katika imani, ndio wachote awapeleke. Yaani ananguruma, anatembea, anaenda, anacheza, anaangalia ni wanani. 20. Nanyi mpingeni huyo. Mpingeni. Ukiwa thabiti imani. Ukiwa na nguvu na imani. Jua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Yale aliyoyapata Yesu yanatimizwa kwa wale wasio kanisani na bado yanakuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nieleze nini? Hata kama umeletwa hata kanisani. Kanisani sio sehemu salama kwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Tuhimizane kwa hili. Kama utachukua kanisani, nimekuja hapa, nimezingirwa, yani siwezi kupata vishawishi vingine. Utakuta waliojiingiza kwa siri, wapelelezi wa uhuru wetu, walijifanya kwamba yani wamepokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, kumbe anakuja kuangalia hapa ndio patapatikana soko nzuri ya uasherati.
Kumbe anaangalia hapo ndio patakuwa na soko nzuri ya wachawi, watu ambao watapata kwa urahisi, kwa sababu asienda anakimbilia niende Boleka ndio nitaenda kupata mtu, lakini anawapata pale pale, anakuja. Na nyinyi mkimuona na sura ya nani? Ya mtu aliyeokoka, aliye na maisha ya baada ya nini? Ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikuanze na nikushauri na tushauriane, tujue mahali pa kanisani sio eneo salama 100%. Kwa sababu gani? Shetani bado anaweza akajipenyeze hapa na kufanya anachotaka kufanya, na kwa sababu tumekuja na roho na tumekuja na mwili, bado mwili unafanya kazi kanisani. Kwa wale wasioamini, bado roho inafanya kazi kanisani. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumekuja kulichukua, lakini lina wapambanaji wangapi? Wawili. Bado wanaendelea kunani, lakini tuna uweli, kwa sababu ni eneo hili ambalo labda shetani anaweza akakufikie, kwa sababu ndio eneo ambalo Yesu anaendelea kulitembelea. Mbele ya kwenda maeneo mengine, anakuja pale palipo na kanisa ambao ametendea watu waliopokea, watu waliookoka, amewaweka sehemu, na ni hapo ndo anafika kwa safari ya kwanza. Na nyatoa fikiri nini? Ali maukizi. Mama Kesia ali nini? Ikesia. Asia ali nini? Na mama ali nini? Ali nulizi. Na mama mzee mwendali nini? Ali nulizi. Mzee ali nini? Ali nulizi. Mzee toka nini? Akina mama ali nini? Ali nulizi. Yaani akishahakikisha hilo ndo anaweza anaenda. Yaani kwa wewe sasa anaenda duniani, anaenda angalia. Na toka ateleche wale wange wale baba ni tema ya kuma. Asia ya mpaka wema wake, yaani unapindukia uangalie huyo ni nani? Asia yako cha kutewa ubenua huo utanga. Mabo ora mulaya nchila fomu ebo bade wa elimu kama ngalo, yani asifua sumu ya kufua sumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaa ndani ya kanisa, usije kukaa kwamba umefika. Hapana, bado ni eneo ambalo shetani anaweza akapenyeze na kuja kukupokonya ule wokovu ambao umeupokea usipoutetea. Yaani unaomba utetezi wako bado huu wokovu, bado unaomba utetezi wako ndio utakapo, yaani